biashara wa mifugo na mazao yake. Tuendelee kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi yetu katika kufanya biashara ya mifugo. Ni wazi tena nyinyi wana Kileo mpo hapa jirani na majirani zetu hawa, mnafahamu wapo wafanyabiashara wasio waaminifu ambao kwa maksudi kabisa hufanya biashara kinyume na taratibu, ikiwemo kutumika na wafanyabiashara wa nchi jirani kununua na kutorosha mifugo yetu kwa siri kwa kutumia vipenyo visivyo rasmi kwenda kwa majirani zetu. Wakati mwingine wafanyabiashara kutoka nchi jirani huingia na kwenda moja kwa moja katika minada ya awali kwa kuwatumia wenyeji kununua mifugo hiyo na kuisafirisha kinyume na taratibu. Hivyo ni watake sasa wafanyabiashara ya mifugo nchini, hususan wanaosafirisha mifugo kwenda nje ya nchi, kuzingatia sheria, taratibu na kanuni. Miundombinu imewekezwa, huna sababu ya kufanya hayo uliokuwa unayofanya huko nyuma. Mtambue kwamba utoroshaji wa mifugo ni kosa kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi yetu. Wanaofanya hivi wanahujumu mapato ya serikali yetu pamoja na kudidimiza ustawi wa sekta yetu ya mifugo. Niwahakikishie, nikiwa waziri mwenye dhamana ya mifugo, hilo sitolivumilia. Tutashughulika nanyi, tutashughulishana ili tunufaike. Tunamhitaji mkurugenzi wetu akusanye mapato hapa. Tunahitaji tupate mapato kwa ajili ya serikali kuu ili tuendelee kuboresha miundombinu kwa ajili yetu wa Tanzania. Ukitorosha unakwenda kunufaisha wenzako ambao hawakushiriki kwa lolote, kwa chanjo, kwa malisho, kwa maji, hawakushiriki chochote. Unawatoroshea, unawanufaisha. Naomba sote kwa pamoja tushirikiane ili Watanzania tunufaike na mifugo. Mwanga tutajenga kiwanda cha kuprocess nyama kwa sababu sasa tuna mifugo ya kutosha. Na wenzetu wa Kenya wataleta ya kwao na huko. Sasa mwenye kalamu hiyo ya kuanzisha hiyo kiwanda, Mheshimiwa Waziri, ni wewe na utakuwa wewe. Na hata kama utakuwa wizara utakuwa ile yenye nguvu zaidi inayokata cross kila mahali. Kwa hiyo hakuna shida, utatusaidia. Tunapokuja 25 kwenda 30, mimi na madiwani wangu hao mnaowaona hapa na wale ambao hawakufika, tutapambana tupate kiwanda cha kuprocess nyama hapa ili kuongeza ajira, kuongeza mapato ya halmashauri, lakini kuongeza thamani hata ya vitu vya kuuza. 9,754. Hizi ni fedha nyingi sana ambazo zimeletwa na serikali ya awamu ya 6 kwa ajili ya kujali na kuboresha maslahi ya wafugaji wetu katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Yapo mafanikio mbalimbali Mheshimiwa Waziri ambayo yametokana na fedha hizi ambazo zimeletwa na serikali ya awamu ya 6, ambayo wewe pia ni miongoni mwa watu ambao unahudumu katika serikali hii. Moja ni kuongezeka kwa idadi ya majosho kutoka majosho 16 tulikuwa nayo awali hadi majosho 25 yanayofanya kazi kwa sasa.